السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بتوفيق الله تبارك وتعالى وقدرته ومشيئته tunaendelea katika sehemu ya pili kusoma marwati wa hadithi, tukiwa tunatumia kitabu cha Sahihu al-Bukhari. Tunaangalia marwati ambao wapo katika Sahih al-Bukhari katika sanadi zake, na kwa sasa tupo katika sanadi ya kwanza, hadithi ya kwanza ndani ya Sahih al-Bukhari. Sisi lengo letu ni kusoma marwati wa hadithi, na tumechagua Sahih al-Bukhari kama ambavyo tumetanguliza kusoma kitabu ambacho marwati wake ni thiqat, ni maamani mashayikh, tuweze kustafidi kutoka kwao, na lengo ni kusoma misingi ya kuelewa marwati wa hadithi, misingi ya kuelewa marwati wa hadithi. Kwa hiyo tulimalizia na al-Humaydi katika hadithi inayosema qala Imam al-Bukhari rahimahullah حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. Kwa sisi tulisema tutadili tuna sanadi kuangalia sehemu katika misingi ya ahlul ilmi katika fani ya hadithi. Kwanza, msingi wa kwanza baada ya kufahamu kwa al-Humaydi ni shekhe wa Imamu al-Bukhari. Ndani ya nukta ya al-Humaydi na al-Bukhari tuanze hapa, ambapo katika darasa iliyopita hatukupagusa kwa sababu tulikuwa tujaanza kuelezea ile misingi. Al-Bukhari ni mtu wa wapi? Bukhari ni mtu wa Bukhara, ambaye Bukhara ni mji uliokuwa mbali, uliokuwa Khurasan, yani pande baina ya Afghanistan na Iran, mbali sana. Anapokea kwa al-Humaydi ambaye yeye ni mtu wa Makkah. Haya, katika misingi ya fani ya hadithi hapa kuna kitu tunatakiwa tukifahamu. Kuna rihla, kuna safari ambayo imefungwa hapa, ima al-Humaydi au Imam al-Bukhari, mmoja kafunga safari kumfuata mwingine. Kwa hiyo hii kuwa kumbe kuna safari katika maulama wa hadithi ni msingi katika misingi mikubwa ya kuelewa fani ya hadithi. Kwa nini? Kwa sababu Khurasan ni mji ambao watu wa Khurasan, maulama wa Khurasan wanafahamika, watu ambao wametoka maulama mbalimbali ambao ndani yake kuna Bukhara, kuna Naisabur, ndani yake kuna miji kama hiyo Tirmidha, kuna miji mbalimbali ambao wametoka maulama. Watu wa Khurasan maarufu ambao wao wanafahamika. Kwa hiyo sisi tunapoangalia Khurasan ni mji uko mbali baina ya Iran na Afghanistan, alafu Bukhari atoke huko au al-Humaydi atoke wapi aende Khurasan, lazima hapa kuna nukta sisi tuiangalie. Na hapa sasa ndio maulama wa hadithi kuna kipengele hapa sasa hukizungumza hichi hapa kifuata. Wanavyuoni ahlul ilmi wanapoiangalia mfano Khurasan, yani tunataka tuangalie kwa Imam al-Bukhari mwalimu wake ni al-Humaydi, na tulipita kipengele tukamuelezea al-Humaydi lakini hatujamuelezea Bukhari. Bukhari anatoka katika pande za Khurasan, na Khurasan ndani yake kuna miji, yani hapa kuna picha fulani sisi tuielewe. Ukizungumza Khurasan, kuna sehemu katika Iran, kuna sehemu katika Afghanistan, kuna sehemu katika Turkmenistan, kuna sehemu katika Uzbekistan, na kuna sehemu katika Tajikistan. Hiyo ni miji ambayo iko ndani ya Khurasan. Kuna miji waliotoka maulama wakubwa kama Naisabur katoka Imam al-Bukhari, kuna Balkhi, kuna Qutayba ibn Sa'id katika maulama, kuna Bukhara mwenyewe ambaye ni Imam al-Bukhari, kuna miji kama Samarkand iko, kuna Tirmidha ambayo katoka Imamu at-Tirmidhi mwenyewe. Kwa hiyo hii miji ambayo sisi tunaisoma, miji ambayo ndani yake kumetoka maulama. Bukhari ye katoka
pande hizo, ambayo kitazama Bukhara iko karibu na nchi ya Uzbekistan. Kwa hiyo yeye atoke Uzbekistan apokee hadithi kwa mtu ambaye katoka Makkah, ni watu wa Makkah. Ina maana hapa ukitazama utakuta jinsi ya ahlul ilmi wanavyotoa ufafanuzi wa mambo, kwamba kuna rihla, ndio maana kuna vitabu hasa vinahusiana na rihla za ahlul ilmi. Ndio maana kuna rihla katika kutafuta hadithi ya Khatib al-Baghdadi, lakini vile vile katika nukta za msingi kwa talibul hadith mwenye kutafuta hadithi aweze kuzingatia ile miji, ajue kwa kumbe Khurasan ni mji ambao kuna, kwa sababu kizungumzia katika sura ya miji ambayo miji hiyo ni maarufu kwamba imetoa maulama, imetoa watu wakubwa, imetoa ahlul ilmi al-kibar. Ina maana ukizungumzia Khurasan, kumbe kuna Khurasan, naam iko Khurasan. Hapa itatulazimu sisi tuangalie picha ya kwanza kwa Bukhari, kumbe katoka katika mji wa mbali kuja kutafuta hadithi katika mji wa Makkah. Kwa nini? Kwa sababu Khurasan ni eneo ambalo kuna Naisabur aliyotoka Imamu Muslim, lakini iko katika mazingira ya Iran. Kwa hiyo Imam Muslim asili yake ni Iran. Halafu kuna Tirmidha aliyotoka Imamu at-Tirmidhi ambayo iko katika eneo la Uzbekistan, ndiko kuna Imamu al-Bukhari. Halafu kuna Afghanistan ambayo kuna eneo la Balkhi aliyotoka moja katika maulama wakubwa kama mfano kina Qutaiba na wengine. Kwa hiyo sisi tukitazama katika miji, kwa hiyo tunaangalia hapa Imam al-Bukhari katoka kafika katika mji wa Makkah kuchukua hadithi, na kihistoria ukitazama ni wakati ambao alitoka kwa ajili ya hija. Imam al-Bukhari alitoka kwa ajili ya hija yeye na mdogo wake. Kwa hiyo walikuja katika mji wa Makkah, kisha mama yake akamwacha Imam al-Bukhari aendelee kutafuta elimu katika mji wa Makkah. Kwa hiyo sisi lengo letu si kuzungumza habari ya rihla kwamba ilitokaje, lakini kwa sababu miji inatofautiana. Imam al-Bukhari kwa ni Bukhara na al-Humaydi kwao ni Makkah. Kwa hiyo hapa kuna rihla ambayo ilifanyika katika kukutana na watu wawili, ambayo rihla ni msingi mkubwa kwa maulama wa hadithi. Yani talibul hadith ambaye anatafuta hadithi, kufanya rihla ni kitu chenye faida nyingi sana. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo kupitia tu katika hii sanadi yenyewe tu kwamba Imam al-Bukhari kapokea kwa al-Humaydi, basi ni kuonesha kuwa baina ya Bukhari na Humaydi kulikuwa kuna rihla, mmoja alifanya rihla. Na kitu ambacho kama ni maarufu ni kwamba hao wote ni watu wa rihla, kwa sababu al-Humaydi, nukta ambayo tukizungumza katika darasa iliyopita, yeye alitoka pamoja na Imam Shafi'i au tuliashiria wakaelekea katika mji wa Misri, lakini vile vile Imam al-Bukhari aliingia naye Misri. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo hao ni watu wa rihla. Kwa hiyo kumbe katika misingi ya kutafuta hadithi lazima kuwe na rihla, yani mtu afunge safari kwenda kumfuata mmoja katika ahlul ilmi anayejua hadithi asome kwake. Kwa hiyo sisi kwa nini tunasoma miji? Kwa sababu ndani yake miongoni mwa faida ni kuelewa kuwa rihla za ahlul ilmi. Na ndio maana Imam Ahmad alitoka Baghdad akina Yaman kusoma, Yahya ibn Ma'in katoka yani Baghdad kila Yaman akifuatana na Imam Ahmad ibn Hanbali, na Bukhari katoka katika mji wake kenda mpaka Misri, kenda Palestina, Bukhari kaingia Makkah, Bukhari kaingia Madina. Ina maana hizi rihla sisi tunajua kuna kitu hapa ndani tunajifunza katika miji ambayo ahlul ilm wanaingia kwenye miji hiyo kupitia hii rihla yenyewe. Nini? Haweza uliza mtu nini sasa tunajifunza? Tunachojifunza ni kuwa maulama ambao wako katika miji. Yani mimi nikitaka nijue maulama wa Baghdad, kwa sababu Imam al-Bukhari sikaingia Baghdadi, Imam Ahmad akamwambia kwamba Bukhari tatruku nasa, wewe waacha watu watadhhab ila Khurasan, unakwenda Khurasan, tatruku nasa wala ilma, unaacha watu na elimu. Utadhhab ila Khurasan, unaelekea Khurasan, kwa maana ya maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbali alimwambia. Kwa hiyo Imam Ahmad kumbe alikutana nani na Bukhari wakati wako wapi? Wakati wako Baghdad. Kumbe na Imam Shafi na aliingia wapi? Baghdad. Ina maana sasa Bukhari huyu alitembea, kumbe kila alipotembea sisi tunajifunza maulama wa mji ambao aliingia yeye kupitia qala hadathani fulani.
kumbe Bukhari kama ni Makka, na tujalie mfano al-Humaydi kutoka Makka, tutasema Imam al-Bukhari aliingia katika mji wa Makka. Kwa nini sikasema hadathana al-Humaydi? Humaydi ni mtu wa Makka. Imam al-Bukhari akisema hadathani fulani wa mji gani? Wa Madina. Kumbe huyu ni mtu wa Madina. Imam al-Bukhari basi aliingia katika mji wa Madina. Kwa hiyo sisi tunaweza kuwajua maulama wengi katika miji kupitia rawi mmoja tu, kwamba fulani ni mtu wa wapi. Ina maana hapa sisi tutajua kuwa ndani ya mji fulani Imam al-Bukhari alikutana na fulani, na tutaweza kuhesabu kuwa katika mji huu mtu kama Bukhari kupokea kwa mmoja kati ya wanawazuoni, anatakiwa huyu mwanawazuoni awe ni alim kweli. Kwa nini? Kwa sababu Bukhari kasema ulhimtu hifdha alhadithi wa ana fi kutab, mimi nilipewa ilhamu ya kuhifadhi hadithi aliyekuwa ni mtoto mdogo. Kwa hiyo tunapowaona mashaikh wa Imam al-Bukhari, maana yake hao ni maulama waliokuwa maarufu katika miji yao. Kwa hiyo vile vile tunajifunza kupitia Bukhari tu peke yake maulama kibar ambao ndio maulama wa hadithi. Yani hata kama mtu asingelikwambia kwa al-Humaydi kupitia kauli Ishaq ibn Ibrahim kwa ni imam katika fani ya hadithi, ungalijuaje? Ungalijua kwa sababu Imam al-Bukhari kamtaja katika kitabu chake na kapokea kwake, na Bukhari anasema ulihimtu hifdha al-hadith wa fil kutab, mimi nilipo ilham na hifadhi hadithi toka niko nasari, toka niko mtoto. Kwa hiyo bila shaka achukua elimu kwa mtu ambaye kamzidi, kwa mtu ambaye ana maarifa makubwa sana, na watu ambao katika rika yake Bukhari au waliokuwa chini yake aliochukua elimu kutoka kwao sio wengi kama watu ambao walikuwa wamemzidi yeye elimu. Kwa hiyo hapa tutajua kumbe hapo na rihla, yani hapa kuna safari imefanywa kati ya moja ya watu wawili, Imam Bukhari au al-Humaydi. Na nukta yetu sio kuelezea Humaydi alikuwa na rihla ipi, safari ipi na Bukhari katika kutafuta ilmu, bali ni kuonesha kwa kuna msingi wa rihla, ambao rihla ndani yake sisi tunafahamu maulama wa miji mbalimbali, ambao rihla ndani yake tunafahamu miji waliotoka maulama, ambayo rihla inaturejesha katika sura ya miji ya zamani, kwa sababu kizungumzia kama Khurasan, mji uliokuwa ukifahamika ndani yake kumetoka maulama, inaingia Irani, Afghanistani, Kizakistan na miji mingine kama Uzbekistan. Kwa hiyo kisha al-Humaydi anasema Abdullah ibn Zubairi hadathana Sufyan ni mtu wa Makka, lakini kazaliwa katika mji wa Kufa, Iraq, lakini yeye anahesabika kwa katika watu wa Makka. Kwa nini? Kuna kitu hapa cha pili cha msingi kukielewa katika masuala yanayofungamana na maulama marwati wa hadithi. Kwa nini Sufyanu aistabiki kwa katika watu wa Kufa hali ya kuwa yeye ni watu wa Makka, hali ya kuwa yeye kazaliwa katika mji wa Kufa, Iraq? Kwa nini? Kuna kitu kinaitwa nazilu kadha. Mfano Sufyan anaweza itwa kwamba nazilu Makka, yani mimi Abu Raifa nitakapotoka nikaenda katika mji mfano wa Saudia wa Yemen, nikaishi pale kwa muda mpaka nikafariki pale. Tumeelewana vizuri? Nimetoka huku nafundisha, nikafika katika mji, Allah kwa taufiki yake na rehema zake akanijalia katika watu ambao ni maulama, nikapata wasaa wa kufundisha katika mji wa Saudia au katika mji wa Yemen au katika miji yote miongoni mwa miji mikubwa ambayo kuna maulama, nikafundisha pale mpaka nikafariki, kwa sababu la budda kila mtu atakufa. Napofariki mtu ambaye afanye tarjama kwangu atasema Abu Raifa Rahib ibn Ali ibn Umar ibn Mujawir ibn Hamad Sinjibari nazilu al-Yaman au nazilu Saudi, yani au nazilu fi mamlakati al-Arabia as-Saudia. Kwa hiyo mtu atakuja katika namna hii akielezea kwamba Abu Raifa asluhu min Zinjibar lakini nazilu al-Yaman, kwamba kaja Yaman kakaa mpaka kafariki hapa. Kwa hiyo maulama kutajwa katika miji miwili usishangae, kwa sababu wao kuna miji walitoka na asili yao sio katika miji hiyo ambayo wao yani manake wametakharaj katika fani za kielimu. Nikisema walitoka yani manake wakatambulika kwenye miji fulani, lakini ukifuatilia historia yao hawatoki katika miji hiyo. Wao wanatoka katika miji mingine ambayo hiyo miji mingine hiyo ndio asili ya kwao wao, lakini wakafa katika miji mingine. Kwa hiyo mtu anatoka Ethiopia anakuwa ni alim katika fani ya hadithi, kisha anaenda kufa Saudia akiwa anafundisha, anasomesha, yupo katika harakati za kufundisha ilmu. Wakati huu sasa
katika mamlaka la Arabia Saudia. Anakufa mtu, kwenye tarjama yake watu husema kwamba fulani bin fulani bin fulani min Ethiopia nazilu fi mamlakati al-Arabia Saudia, kwamba huyu alikwenda akaishi akafariki pale. Kwa hiyo atakuwa anasibishwa katika miji miwili kwenye tarjama, kwa atajulikana kama ni mtu wa Makka, lakini vile vile ni mtu wa Ethiopia. Na hii ni nukta ambayo ina umuhimu kuizingatia, kwa sababu katika madaris za ahlul ilmi ambazo zinafahamika katika fani ya hadithi, madaris yani vituo vyao vya kielimu, yani marakiz zilizotoa maulama, baadhi ya wakati utamkuta mtu asili yake yani sio katika mji ule. Mfano Abu Musa al-Ash'ari katika masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye alikwenda katika mji wa Kufa katika mji wa Iraq, akafundisha watu pale na watu wakachukua elimu kutoka kwake. Ukimtazama Umar ibn al-Khattab, yeye alikuwa ni katika maulama wa Madina, lakini alizaliwa wapi? Lakini alizaliwa Makkah. Ukimtazama Abu Huraira katika maulama wa Madina, lakini asili yake kutoka wapi? Kutoka Yaman. Ukimtazama Abdullah ibn Mas'ud ni wapi? Ni Al-Kufa, Iraq. Ukimtazama Anas ibn Malik ni wapi? Ni Basra. Kwa hiyo hawa maulama wa masahaba, maulama wa kisahaba katika miji ambao walikuwa wao hutambulika katika fani kuwa ni watu wa wapi na wamekufa mahala gani, wakifanya nini. Kwa sababu ile dawa mtu unapoifanya ukafa pale, ina maana wewe huhesabika kuwa nazilu kadha, yani huyu mtu aliishi katika sehemu fulani akafariki katika sehemu hiyo, tofauti na kuwa kaenda alafu akarudi akafariki katika mji wake, bado atakuwa ni mtu wa mji mmoja. Kwa hiyo kuna watu wanasifikana wana miji miwili. Tumeelewana vizuri. Kuna watu wanasifikana wana miji miwili. Ndio maana huyu Sufyan kwa nini akaambiwa ni mtu wa Makka na ni mtu wa Kufa? Kwa sababu kazaliwa Kufa, Iraq, kafariki katika mji wa Makka. Kwa hiyo yeye ni nazilu Makka, katika watu walioingia katika mji wa Makka wakafundisha wakafa hapo. Kumbe na Al-Humaydi na yeye ni katika watu wa Makka, na wakati ambao kaja Sufyan ibn Uyayna katika mji wa Makka, Al-Humaydi alistafidi naye na alifariki Sufyanu akiwa katika mji huo. Kwa hiyo hapa kuna halawa ipi? Ni kuwa kumbe watu wanapokuwa watatufania hadithi, kuna haja ya kujua miji ya maulama ya asili ambayo wamezaliwa katika miji hiyo, na kuna sababu ya kujua miji ambayo wao waliishi tu baada ya kuimprove, kuendelea kitaaluma katika kutafuta elimu kwao, wakaishi wakafariki huko. Kwa sababu siku unapokadiria vituo vya kielimu marakiz, utamwangalia kwa Sufyan ibn Uyayna wapi harakati zake zilikuwa. Anaweza kuwa kazaliwa katika mji wa Kufa, harakati zake zikawa Makka mpaka kafariki hapo, utajua kwamba Sufyan ibn Uyayna yupo katika madrasa ya watu wa Makka au ya watu wa Kufa Iraq, atakuwa katika madrasa hizi kupitia mji ambao huu ndio unafahamika kuwa hapa sasa yeye alikaa kasambaza elimu. Kama Al-Humaydi alienda Misri na Imam Shafi'i alipofariki, Al-Humaydi akataka ashike kiti cha nani? Cha Imam Shafi'i katika kuendeleza nini? Dawa. Alitaka kuendeleza dawa, alitaka aendeleze, lakini kikamshinda kiti, kwa sababu wanafunzi wale wa Imam Shafi'i katika mji wa Misri na wale walikuwa wamekara wako vizuri. Kwa hiyo pale kupatokezea zile mbili tatu zinazofahamika kwa wanafunzi, akashindwa kukikalia kile kiti, ikabidi arudi kwao. Wapi? Akarudi kwao Makka, Al-Humaydi. Kwa hiyo ndio akaendelea huko mpaka kama tulivyopita mpaka mwaka 219 Al-Humaydi akafariki, ina maana akaendelea na harakati zake katika namna hii. Sufyanu ibn Uyayna ndiye alim ambaye tunaendelea naye katika darasa baada ya maelezo tuliyotoa ambayo anaelezea misingi na kuwa Sufyanu huyu ni nani ambaye tuko naye. Anaitwa Sufyan ibn Uyayna ni Abi Imran Maimun al-Hilali. Hili ni jina lake yeye. Tulipita kwa nukta ya pili ya msingi kufahamu ni nini ni kunia Abu Muhammadi. Nukta ya msingi kuifahamu ni nini ni kunia, huyu anaitwa Abu Muhammadi, alafu nisba yake ni al-Hilali al-Kufi al-Makki. Na kwa nini maulama wakatanguliza al-Kufi al-Makki? Kwa sababu tarjama unapomuelezea alim katika maulama, ukifahamu kuwa mji wake ni huu na akafariki mwaka huu katika mji huu, unatakiwa utangulize mji aliozaliwa kwanza, kwa sababu ndio asili kabla ya mji ambao amefariki. Yani mimi
kama wewe ni katika ahlul ilmi wa tarjama safari ya hadithi, utakaponiandikia kwa Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran al-Kufi al-Makki, mimi ukishamtangulizia tu al-Kufi al-Makki, basi kupitia ibara yako al-Kufi al-Makki mimi nitajua kwa huyu mtu kazaliwa Kufa, kafariki katika mji wa Makkah, kwa sababu yani au aliingia katika miji yote miwili, na haiwezekani kwa kafariki ndani ya miji yote miwili, kwa sababu mtu hana roho mbili wala viwili viwili. Kwa hiyo ukiniambia al-Kufi ina maana asili yake al-Makki, yani katika mji ambao alikaa na akafanya harakati zake za kimaisha na kidawa. Umashuhuri wake anaitwa Ibn Uyayna, yani mara nyingi unaweza kukuta Sufyan au kukuta Sufyan ibn Uyayna. Tabaka yake ni namba 8. Tabaka namba 8 tumeshatanguliza kuwa masahaba tabaka ya kwanza kutoka tabaka ya pili mpaka tabaka ya 6 ni matabi'in, ambao wao ni tabaka ngapi? 5. alafu tabaka ya 7 ya 8 ya 9 ni atba'u at-tabi'in, wale waliochukua elimu kutoka kwa matabi'ina. alafu tabaka ya 10 ya 11 ya 12 ndio atba'u at-tabi'in. Sufyan yeye ni tabaka namba 8, yani tabaka ya katikati ya atba'u at-tabi'in, wale wanafunzi wa matabi'in. Mwingine anauliza tabaka hii ya 8 sisi kuifahamu kuna faida ipi? Taban tabaka namba 8 ni tabaka ya katikati ya matabi'ina. Maana yake hawa mara nyingi waliwakuta wale waliokuwa ni tabaka ya kati na kati ya matabi'ina, yani hao ndio ambao wao walikutana nao. Kwa hiyo kusoma tabaka katika nukta hii inatupa faida kuwa kama Sufyan ibn Uyayna tabaka yake ni namba 8. Kwa hiyo hapa kuna daraja za walimu wake tuzione. Daraja ya kwanza ya walimu wake, yeye kaitwa katika tabi'ina kwa sababu kachukua kwa matabi'ina. Kwa hiyo watu ambao wako tabaka za chini kama kina Ibn Jurayji, kina Abu Hanifa katika matabi'ina, au kina Amash au matabi'ina wale kina Muhammad ibn Shahabi az-Zuhri, au yani kina al-Hasan yani al-Basri. Kwa hiyo yeye kuna tabaka fulani ya matabi'ina ambao kuna possibility kubwa kuchukua kutoka kwao, lakini anakuwa huyu wakati anachukua elimu kutoka kwao yeye anakuwa ni mdogo. Tumeelana vizuri, yeye anakuwa ni mdogo, anachukua elimu kutoka kwao hali ya kuwa yeye ni mdogo, kwa sababu huyu kafariki mwaka, yani tuingie katika nukta ya maelezo. Yeye kafariki mwaka 198 hijiria katika mwezi wa Rajab. Kama kafariki mwaka huo, wakati wa mwisho wa matabi'ina ni mwaka 150, kazaliwa mwaka 107 hijiria. Kwa hiyo yeye ana umri taban wa miaka takriban 43 kuishi na matabi'ina. Kwa hiyo bila shaka wakati anaanza kutafuta ilmu tujalie miaka 20, ina maana mwaka 127, tujalie mwaka 127 yeye anachukua ilmu, ina maana mwaka 127 yeye atakuwa kachukua kwa baadhi, ina maana mwaka huu itakuwa wale waliokuwa matabi'ina wengi wameshafariki, wamebakia matabi'ina wadogo wadogo wa mwisho. Kwa hiyo kama wamebakia matabi'ina wadogo wadogo wa mwisho, huyu kwa sababu yuko katika tabaka ya 8 kuna possibility ya kuchukua kwa baadhi ya matabi'ina, na kuna wengine ili afike Sufyan ibn Uyayna kwa sahaba lazima kuwa baina yake na sahaba kuna matabi'ina wawili. Tabi'ina wa kwanza ni katika matabi'ina wakubwa, tabi'ina wa pili wakati na kati au mdogo, ambaye ndiye anamuunganisha Sufyan ibn Uyayna na nani? Anamuunganisha Sufyan ibn Uyayna na sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huu msingi unajifunza kwa kuangalia tabaka na position yake, tofauti na kina Imamu Malik wao kwa tabaka namba 7, tabaka ya mwanzo, ambao hawa possibility kubwa kuchukua kwa wale matabi'ina wakubwa iko kwa wao, na tabaka namba 8 kuchukua kwa matabi'ina wakati na kati na matabi'ina wadogo ndio wengi katika walimu wao. Kwa hiyo Sufyan ibn Uyayna ya tabaka namba 8, maana bila shaka baina yake na sahaba unaweza kuta kuna matabi'ina wawili, tabi'ina mkubwa na tabi'ina mdogo, na ndio maana sanadi ya Sufyan ibn Uyayna baadhi ya wakati utaikuta imezidi watu. Na ndio maana hata hapa baina Sufyan ibn Uyayna na Umar ibn al-Khattabi katika hadithi kuna Yahya ibn Sa'id al-Ansari, kuna Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, na kuna Alqama ibn Qas al-Laythi.
ambaye ukimtazama Yahya ibn Sa'id ni katika matabiina, na ukimtazama Muhammad ibn Ibrahima vile vile ni katika matabiina, na ukimtazama Alqama ibn Waqqas al-Laythi ni katika matabiina, lakini yeye ni mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu Sufyan ibn Uyayna kuchukua moja kwa moja kwa sahaba mkubwa, yani maana yake alikuwa ni mtoto sana wakati hawa wanafariki. Tumeelewana vizuri. Hata Sa'id ibn al-Musayyib hakumpata Umar ibn al-Khattab, kazaliwa miaka 2 miaka 4 kwa kauli mbalimbali za maulama baada ya kufariki Umar. Na Sa'id ibn al-Musayyib ni tabaka ya kwanza ya nani, ya matabiina, ambaye Sa'id ibn al-Musayyib na Alqama ibn Waqqas al-Laythi wote wako daraja moja. Sisi tunaelewana vizuri. Kwa hiyo sasa sisi tukiangalia tutakuta kuwa msingi wa fani ya hadithi tunapoisoma tabaka tunasoma kwa sababu kuna ishara za nukta za msingi za kifani ya kihadithi sisi tunatakiwa tuzifahamu. Tabaka namba 8 ina maana kuna possibility sisi riwaya ya Sufyan ibn Uyayna kwa ndani yake kuna matabiina kadhaa. Hapa kuna faida ndugu zangu tuelewe, barakallahu fikum. Faida yenyewe Sufyan ibn Uyayna madam baina yake na baina ya sahaba kuna matabiina, hii ni nukta ya msingi kwamba mwalimu wa Sufyan ibn Uyayna mara nyingi anaweza kuwa ni katika tabiina mdogo au tabiina wakati na kati, kupata wale matabiina wa mwanzo wale. Hili ni jambo ambalo yani kitokezea au yanasema rare case, yani maana yake lakini mara nyingi hawa ndio walimu wake. Sasa kwa sababu tulisema tutaelezea daraja za walimu wa Sufyan ibn Uyayna, tunaanza juu kujia chini. Daraja ya kwanza ni aina hiyo ya matabiina kuanzia wakati na kati wadogo kujia chini, mara nyingi ni walimu wake. Tukishamaliza matabiina wote katika walimu wa Sufyan ibn Uyayna ni wale waliokuwa tabaka yake ya juu, kina Imamu Malik, Sufyan ath-Thawri. Kwa hiyo kina kama Al-Layth ibn Sa'd wanakuwa ni walimu wa Sufyan ibn Uyayna, kina Abu Awana, kina Shu'ba ibn al-Hajjaj na wengine katika maulama ambao wapo katika tabaka namba 7, ambao hawa ndio wakubwa katika wale wanaofahamika kwa wao ndio atba'u at-tabi'in. Kwa hiyo nukta ya msingi ambayo sisi tunaendelea nayo ipo katika kipengele ambacho kinafuata, na kipengele chenyewe ni kuwa Sufyan ibn Uyayna vile vile ana wanafunzi, sawa? Sufyan ibn Uyayna vile vile ana wanafunzi. Sasa wanafunzi wake wanaweza kuwa katika namna ipi? Wanafunzi wa Sufyan ibn Uyayna wanakuwa ni wale ambao wako katika tabaka ya chini. Ukisema tabaka ya chini ni tabaka namba 9. Namba 9 ni katika tabi'in, lakini wao ni wadogo, kama Yahya ibn Sa'id al-Qattan, kama Yahya ibn Sa'id ni al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan ni katika maulama wakubwa wa jarh na ta'dil, ambao yeye Yahya ibn Sa'id al-Qattan pamoja na Abdurrahman ibn Mahdi wamerithi ilmu ya hadith kutoka kwa Shu'ba ibn al-Hajjaj ambaye ni raisi wa ilmu ya jarh na ta'dil. Kwa hiyo Sufyan ibn Uyayna katika wanafunzi wake ni Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ambaye Yahya ibn Sa'id al-Qattan tabaka yake ni namba 9, ni katika wanafunzi wa Sufyan ibn Uyayna. Kwa hiyo wengi katika maulama ambao wako chini baada ya tabaka namba 8 kujia chini namba 9, tabaka ya kina Abdul Razzaq pamoja na kina Shafi'i pamoja na Yahya ibn Sa'id al-Qattan namba 9, hawa kuna possibility kubwa kuwa ndio wanafunzi wa Sufyan ibn Uyayna. Na wale wanaokuja katika tabaka namba 10 ya mwanzo ya atba'u at-tabi'in, tabaka ya 10 ni kina Al-Humaydi, ndio kuna possibility kubwa ya kuwa ndio wanafunzi wa nani, Sufyan, kwa sababu wako chini yake. Lakini kuna Ahmad ibn Hanbali, kuna kina Abu Bakr ibn Abi Shayba na baadhi ya maulama wengine. Lakini hata al-Bukhari na yeye kuna possibility ya kupokea kwa Sufyan ibn Uyayna. Kivipi? Kwa sababu Bukhari yupo tabaka ya kati na kati, tabi'ina tabaka namba 11. Kwa hiyo anaweza kupokea kwa Sufyan ibn Uyayna moja kwa moja, lakini hatusemi kuwa kapokea kwa dalili hii, hapana. Sisi tunazungumzia ile misingi kwamba namba ngapi wanaweza kuwa vipi na hivi.
lakini vile vile kina Imamu At-Tirmidhi na kina Imamu An-Nasa'i kama wana umri kidogo, wamezaliwa mapema kidogo kwenye tabaka yao ya 12, wanaweza kupokea moja kwa moja kutoka kwa Sufyan ibn Uyayna, lakini Sufyan anakuwa ameshakuwa mtu mzima na wao ni watoto. Ndio maana yake, sababu tabaka mpaka tabaka kuna miaka ambayo iko takriban kuna miaka 80 ambayo ipo katika sura ile fulani yatoka mtu anakuwa mpaka kufikia miaka 80. Kuna mambo ambayo insha Allah tutayaelezea katika uchambuzi wake katika darasa kwa mujibu tunavyokwenda. Kwa hiyo hapa tutakuwa sasa kuna nukta za kuelewa baada ya kuwa tabaka namba 8, na hiyo ndio sura yake, kuwa kama namba 8 atapokea kwa matabiina wakati na kati, matabiina wadogo mpaka kwa tabiina tabaka ya kwanza, na katika wanafunzi wake itakuwa ni watu kuanzia tabaka namba 9 tabiina, yani wanafunzi wake vile vile ni wanafunzi wa nani, wa matabiina, lakini wao walikuwa ni watoto sana. Tumeelewana vizuri walichukua kwa matabiina akiwa watoto, na walichukua kwa Sufyan wakiwa wamepishana naye kidogo tu, miaka 12 13, miaka mingapi kitu kama hicho, miaka 15 na hivyo. Kwa hiyo na kina mfano Imam al-Bukhari wanaweza kuwa ni wanafunzi wa Sufyan ibn Uyayna kuzingatia ile kiasi ya tabaka. Kama tulivyopita mahala alipoishi kama ni nukta ya msingi kuzingatia ni Makkah, katika vile vile mji wa Kufa vile vile Sufyan aliishi. Sufyan kazaliwa mwaka 107. Mwaka 107 taban, yani kulikuwa kumebakia miaka 43 kumalizike wakati wa matabiina, kwa sababu matabiina mpaka mwaka 150. Kwa hiyo bila shaka alizaliwa katika wakati wa matabiina, bila shaka alizaliwa katika wakati wa nani, wakati wa matabiina. Ila wakati huu sasa kupitia kauli mbalimbali za maulama, baadhi yao wanaona kwa mwaka 100 hijiria ndio mwaka wa mwisho wa masahaba, wengine wanaona mpaka mwaka 110. Kwa hiyo bila shaka Sufyan ibn Uyayna hakukutana na masahaba, kwa hiyo hawezi kuwa katika matabiina, kwa sababu matabiina ni wale ambao wamekutana nani, na masahaba. Yani mtu aweza sasa kazaliwa wakati wa matabiina. Kwa nini asiwe tabiina? Kwa sababu matabiina katika mustalah watu wa hadithi ni wale waliokutana na nani, waliokutana na masahaba. Sawa haya. Kwa hiyo kazaliwa mpaka anapata umri, anakuwa anapata uelewa, basi tena masahaba ndio wameshamalizika, waliokuweko ni matabiina. Na ndio maana kwa sababu kakutana na matabiina akawa katika atba'u at-tabi'in. Nadhani ni jambo ambalo lieleweka katika sura hiyo. Lakini hapa katika mwaka wa 107 hijiria kuna nukta za msingi sisi kuzielewa. Tukija moja kwa moja katika nukta ya kuangalia nyakati walizokufa maulama, mwaka 107 tukisoma masuala ya tarehe na historia, mwaka huu sisi tunatakiwa tuangalie nani katika matabiina alikufa ndani ya mwaka huu, nani katika matabiina ambaye kafariki mwaka huu, ili sasa kupitia sisi uelewa wetu kwamba Sufyanu huyu alizaliwa mwaka 107, lakini kama kazaliwa mwaka 107, huu ni mwaka ambao kuna baadhi ya matabiina kutoka mwaka wa 7 na kuendelea, wao ndio walifanya nini, wao ndio walifariki. Tumeelewana vizuri. Kwa bila shaka yeye wakati wake kuna wengi katika matabiina walikuweko, na wako ambao alikutana nao, wako ambao yani hakukutana nao. Kwa mwaka 107 mpaka kufariki Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad yeye alifariki mwaka 125 hijiria. Kwa hiyo kama mwaka 125 yeye huyu alikuwa na umri gani? Ina maana hapo napiga tathmini, alikuwa na umri wa miaka 18. Wakati anakufa ibn Shihab az-Zuhri alikuwa na umri wa miaka 18. Je, kama miaka 18 anaweza kusoma kwa ibn Shihab, alianza kutafuta ilmu akiwa na umri gani? Sasa inakuja misingi ile ya fani ya hadithi. Ibn Shihab alikuwa wapi? Alikuwa Madina. Sufyan alikuwa wapi? Makkah. Je, Sufyan kasikia kutoka kwa Ibn Shihab? Kwa nini Ibn Shihab anafariki Sufyan ana miaka mingapi? 18. Alianza kutafuta ilmu akiwa na umri gani? Hapa sasa ndio kuna halawa ya fani ya hadithi, kwa sababu sisi tunachokiangalia katika kuzaliwa kwa rawi katika marwatu wa hadithi, ili tuweze kujua yeye kazaliwa mwaka gani na mpaka umri gani alikuwa ameshaanza kutafuta ilmu, na wakati alioanza kutafuta ilmu nani katika maulama walikuwa hai katika wakati huo.
ina maana kama mwaka 25 hijiria anafariki Muhammad ibn Shihab az-Zuhri na Sufyan ibn Uyayna na miaka 18, kama alianza kutafuta ilmu akiwa na miaka 15 akaingia katika mji wa Makka akaenda Madina na Muhammad ibn Shihab akawa yuko Madina, basi kuna possibility ya kuwa Sufyan katika wanafunzi wa Ibn Shihab, lakini kamkuta Ibn Shihab karibu atafariki au ni watu wa mwisho. Sasa hapa kuna nukta ya msingi ya kuzingatia, ndio maana baadhi ya wakati usikia kuna kipengele ambacho sasa kinafuata kwetu kukisoma baada ya kuelewa huu mwaka wa kuzaliwa. Kuna kitu kitakuja mbele hapa kidogo ambacho sisi tutakitumia kwa ajili ya kuelewa misingi mingine ya kuelewa maruwati wa hadithi. Tulitanguliza kuwa huyu kafariki katika mwezi wa Rajab, kafariki katika mwezi wa Rajab mwaka 188. Alifariki katika mji wa Makka na kuzaliwa katika mji wa Kufa, Iraq. Tukizungumza tumpigie mfano Ibn Shihab az-Zuhri katika matabiina wadogo, na tumpigie Sufyan ibn Uyayna katika tabiina wakati na kati. Anafariki Ibn Shihab az-Zuhri, Sufyan ibn Uyayna akiwa na umri wa miaka 18. Tumeelewana vizuri, akiwa na umri wa miaka 18. Sasa kwa sababu ana miaka 18, katika fani ya hadithi kuna kitu kinaitwa athbatu talamidhi fulani, yani wale wanafunzi waliobobea kwa fulani, yani maana yake wanafunzi ambao wamelazimiana naye muda mrefu, wanajua akhlaq zake, wanajua hadithi zake, wanajua mambo mbalimbali. Sisi tukimtazama Sufyan ibn Uyayna, akitokezea mtu akisema Sufyan ibn Uyayna min athbat talamid Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, ni katika wanafunzi waliokaa sana na Ibn Shihab na ndio mwanafunzi anayejua zaidi hadithi za Ibn Shihab az-Zuhri, mtu ataangalia sasa huyu Sufyan ibn Uyayna anafariki Ibn Shihab yeye akiwa na miaka 18. Alianza kutafuta ilmu wakati gani? Akimbaini katafuta ilmu kuanzia miaka 17 au 15, atasema hapana, hebu tuendelee kutafuta wanafunzi waliobobea kwa Ibn Shihab az-Zuhri ni akina nani, kwa sababu anafariki huyu, mbona huyu ana miaka 18? Itakuwaje katika watu ambao wamelazimiana naye sana? Kwa hiyo sisi kupitia hii miaka ya kufariki na miaka ya kuzaliwa mmoja katika maruwatu wa hadithi, kuna vipimo ambavyo sisi tunavitumia kwa ajili ya kufahamu mengi katika mambo yanayohusiana na hadithi, ikiwemo je walikutana hawajakutana, na je kwa nisba ipi alichukua elimu kutoka kwake. Na kuna nukta hapa iko, baadhi ya maulama walipopata umri walichanganyikiwa, ikawa sasa hawawezi kusimulia hadithi katika namna nzuri, wanakosea, wanafanya hivi. Kwa hiyo vile vile ataangaliwa Sufyan mwaka ambao yeye kaanza kutafuta elimu, je huyu alim alikuwa ameshachanganyikiwa au bado yupo katika usawa wake. Kwa hiyo kuna faida kufahamu mwaka ambao kazaliwa rawi na kafariki rawi. Miongoni mwa faida zake ni hicho ambacho kwamba tumekizungumza, na mengine bado yanafuata katika kufahamu mwaka wa kuzaliwa na mwaka wa kufariki. Miongoni mwa nukta za msingi ambazo sisi tumependa tuzizungumze, Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan ni katika wanafunzi wa Sufyan ibn Uyayna. Yahya ibn Sa'id al-Qattan ni katika wanafunzi wa Sufyan ibn Uyayna. Yahya ibn Sa'id al-Qattan yeye ni katika wanafunzi ambao wametakharaj akiwa ni katika atba'u at-tabi'ina. Tena sasa atba'u at-tabi'ina tabaqa ya mwisho, yani baada yeye ndio wakaja kina Imam Ahmad ibn Hanbali. Yahya ibn Sa'id al-Qattan kuna maneno anayasema kwamba Sufyan, yani Sufyan ibn Uyayna imamul qaumi, yeye ni imam, ni kiongozi wa watu mundu 40 sanata, takriban miaka 40, yani fi hadithi, katika fani ya hadithi. Tushafahamiana vizuri Kwa hiyo huyu Sufyan katika mambo anayozungumza Yahya ibn Sa'id al-Qattan anathibitisha kuwa Sufyan kapokea hadithi kutoka kwa Ibn Shihab az-Zuhri,
ambaye Ibn Shihabi alifariki mwaka 25 Hijiria, kama tulivyotanguliza. Wakati anafariki Sufyan akiwa na umri wa miaka 18, lakini akathibitisha huyu yani Yahya ibn Sa'id al-Qattan kuwa Sufyan ibn Uyayna yeye ni katika wanafunzi wa Ibn Shihab az-Zuhri, aliposema Ibn Uyayna ahabu ilayya fi az-Zuhri min Ma'mar ibn Rashid. Kuna mwanazuoni anaitwa Ma'mar ibn Rashid, yani Sufyan ibn Uyayna ahabu ilayya fi az-Zuhri, yani hadithi ambazo kazisimulia Sufyan ibn Uyayna kutoka kwa Ibn Shihab az-Zuhri ni bora kwangu kuliko Ma'mar. Haya maneno yana ishara, kwanza Sufyan ni imam, ni kiongozi katika fani ya hadithi kwa takriban miaka 40. Yahya ibn Sa'id al-Qattan ni katika wanazuoni wakubwa. Tuangalie kuwa Sufyanu yeye kafariki mwaka 198 Hijiria. Mwaka 198 Hijiria anasifiwa kuwa yeye maana yake taban alikuwa ni imam katika fani ya hadithi kwa takriban miaka 40. Miaka 40 anayemsifu huyu yani Sufyan ibn Uyayna ni Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan yeye kafariki mwaka 198, yani Yahya na Sufyan ibn Uyayna wote wamefariki mwaka mmoja. Hii ni nukta kubwa sana ya kuangalia. Yani Yahya ibn Sa'id al-Qattan kafariki mwaka 198 Hijiria, na Sufyan ibn Uyayna kafariki mwaka 198 Hijiria. Sufyan kazaliwa mwaka 107 Hijiria, Yahya ibn Sa'id al-Qattan kazaliwa mwaka 120 Hijiria. Yani maana yake mmoja hapo ni mkubwa kwa takriban umri wangapi? 20 ukitoa 7 hapo itabakia 13. Kwa hiyo Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan yeye ni mdogo mbele ya Sufyan ibn Uyayna kwa miaka 13. Lakini tuangalie jinsi ya Yahya pamoja na umri wake huo, anasema kuwa Sufyan ni imam katika fani ya hadithi kwa takriban miaka 40. Hawa walifariki mwaka mmoja. Ina maana Yahya ibn Sa'id al-Qattan wakati yuko hai, Sufyan ibn Uyayna ni imam katika fani ya hadithi. Sasa tuliposema tukisoma marwat ndio tutaweza kuelewa maulama, ina maana mtu ataangalia kumbe Sufyan ibn Uyayna kwa kile alichokisema Yahya ibn Sa'id al-Qattan kwamba Sufyan imamul qaumi mundu 40 sana, ni imam takriban miaka 40, yani fi alhadith, katika hadithi walitofautiana taban miaka 10 ngapi, 13 katika kuzaliwa, na wote wakafariki mwaka mmoja ambao ni mwaka 198 Hijiria. Ina maana Yahya ibn Sa'id al-Qattan ni nani? Hata hii kauli yake sisi tuipe nguvu. Shu'ba ibn al-Hajjaj ambaye yupo katika tabaka ya Imam Maliki, Shu'ba ibn al-Hajjaj ambaye yupo katika tabaka ya kina Imam Maliki, yeye ndio anafahamika ndio rais katika ilmu ya jarh na ta'dil, yani ile ilmu ya kufuatilia marwati wa hadithi, ile ilmu ya kufuatilia marwati wa hadithi. Shu'ba ibn al-Hajjaj ndio katika watu ambao wanahesabika kuwa ndio marais. Shu'ba kuna watu wawili walichukua ilmu kutoka kwake. Mtu wa kwanza anaitwa Yahya ibn Sa'id al-Qattan ambaye yeye kafariki mwaka 198 Hijiria, na mtu wa pili anaitwa Abdurrahman ibn Mahdi ambaye naye kafariki mwaka huo 198 Hijiria. Lakini Abdurrahman alikuwa ni mdogo kuliko Yahya ibn Sa'id al-Qattan, kwa sababu Yahya ibn Sa'id al-Qattan kazaliwa mwaka 120 Hijiria na Abdurrahman ibn Mahdi kazaliwa mwaka 135 Hijiria. Kwa bila shaka Yahya ni mkubwa. Hawa walichukua ilmu kutoka kwa mtu ambaye anaitwa Shu'ba, ambaye Shu'ba yeye ndiyo mbabe katika ilmu ya jarhu na ta'dil. Na ukitazama katika wakati huu Shu'ba ni mkubwa kuliko Sufyan ibn Uyayna,
Kwa hiyo Abdurrahman ibn Mahdi na Yahya ibn Sa'id al-Qattan wote walifariki mwaka mmoja, ingawa walizaliwa tofauti. Mmoja kazaliwa mwaka 135, mwingine 120. Wote walichukua ilmu kutoka kwa Shu'ba ibn al-Hajjaj. Kwa hiyo hawa kwa sababu walichukua ilmu kutoka kwa Shu'ba ibn al-Hajjaj, na Shu'ba yeye mwaka ambao kafariki ni mwaka 160 Hijiria, kazaliwa mwaka 82 Hijiria. Kwa hiyo ukimtazama huyu mtu ambaye yani anaitwa Shu'ba, Shu'ba ana wanafunzi Abdurrahman na Yahya, wakachukua ilmu rijali, maruwati wako vipi, sifa zao ni vipi, miji yao, kufa kwao, makabila. Kisha hawa sasa Yahya ibn Sa'id al-Qattan yeye akapata cheo kikubwa sana katika watu wanaofahamu maruwati wa hadithi. Yani ukimzungumza Yahya ibn Sa'id al-Qattan katika upande wa atba'u at-tabi'in, unamzungumza mtu ambaye alikuwa akishamkataa rawi katika maruwati wa hadithi, basi mwingine kumthibitisha ni vigumu sana. Na maulama wakasema hawa wanafunzi wawili wa Shu'ba wakikusanyika, Abdurrahman ibn Mahdi pamoja na Yahya ibn Sa'id al-Qattan, wote wamefariki mwaka mmoja, mwaka 198 Hijiria, wakikusanyika katika kuisahihisha hadithi. Wale waliokuja chini yao kina Imam al-Bukhari waliokuwa chini, basi hawa wanalazimika kwenye mazakimia. Kwa nini? Kwa sababu Abdurrahman ibn Mahdi alikuwa na khibra sana katika matni za hadithi, na Yahya ibn Sa'id al-Qattan alikuwa na khibra sana katika kufahamu maruwati wa hadithi. Kwa hiyo akimsifu Yahya ibn Sa'id al-Qattan, akitusifia mtu ambaye anaitwa Sufyan ibn Uyayna, ni kuwa hapa anayeweza kuingiza mdomo ni yule ambaye kafikia martaba kama ya Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Ni jambo ambalo kulipata ni gumu sana, kwa sababu waliokuja chini ya hawa wengi walikuwa ndio wanafunzi wao. Kwa hiyo sisi tukichukua kauli ya Yahya ibn Sa'id al-Qattan tukaifanyia tatbiq katika maisha ya Sufyan ibn Uyayna, itatupa utambulisho kwa Sufyani ni katika maulama wakubwa sana, kwa sababu kapewa taskia na mtu ambaye yupo tabaka yake, ni mwanafunzi wake na ni raisi wa ilmu ya kufahamu maruwati wa hadithi. Nani saina ni dhaif ambaye ni Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Kwa hiyo hii itatupa taarifa kuwa kumbe Sufyanu ibn Uyayna ni katika maulama wakubwa sana. Na vile vile yani kuna baadhi ya maulama wamezungumza, kwamba Sufyan ibn Uyayna a'lam min ath-Thawri wa Shu'ba bi hadith Amr ibn Dinar. Sufyan ibn Uyayna katika baadhi ya riwaya na baadhi ya marwatu wa hadithi alikuwa na ilmu zaidi katika riwaya zao kuliko hata wale watu waliomzidi tabaka ya juu. Sufyan ath-Thawri, Shu'ba ibn al-Hajjaj, kuna baadhi ya ahlul ilmu wanazungumza kuwa Sufyan ibn Uyayna alikuwa na maarifa zaidi katika hadithi za mtu anaitwa Amr ibn Dinar, ambaye Amr ibn Dinar katika ahlul ilmu wakubwa walikuwepo katika mji wa Makkah, kwa sababu Sufyan ath-Thawri alikuwa katika mji wa Kufa Iraq, Shu'ba alikuwa katika mji wa Basra, na Amr ibn Dinar alikuwa katika mji wa Makkah. Sufyan ibn Uyayna alikuwa katika mji wa Makkah, ingawa kazaliwa katika mji wa Kufa Iraq. Sisi hatujamaliza bado, tutamkuta tena Sufyan ibn Uyayna katika silsila ya darasa yetu, lakini tumeona tufikie hapa kutofikia kwa Allah tabaraka wa taala, ili tubakishe mazungumzo mengine katika marwati wengine, na tukichokielezea ni sehemu katika misingi ya kuelewa marwati wa hadithi. Na bado insha Allah kutofikia kwa Allah tabaraka wa taala atupe umri na siha, tutaendelea kuelezea faida ya mambo mbalimbali ambayo yapo katika marwati wa hadithi. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Tufikie hapa. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Hii ni darasa ya pili, darasa ya kusoma misingi ya kufahamu marwati wa hadithi. Kwa hiyo sisi tunachokielezea ni misingi ya kufahamu maulama. Na mtu ambaye anafuata baada ya Sufyan ibn Uyayna, qala kasema Sufyan hadathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari.
Yahya ibn Sa'id al-Ansari ni nani? Kwa hiyo tutakuja kuendelea katika darasa namba 3 tumuelezee Yahya ibn Sa'id al-Ansari ni nani na yeye masala yake daraja yake katika fani ya hadithi ikoje bitawfiki Allah tabaraka wa taala wa qudrati wa mashiati katika darasa namba 3. Na tukimzungumza Yahya ibn Sa'id al-Ansari tutaendelea bado kutoa baadhi ya misingi mbalimbali ambayo inahusiana na fani ya hadithi. Barakallahu fikum. Lengo letu ni kusoma marwat na kusoma misingi ya kuelewa marwat. Allahu tabaraka wa taala a'lam. Tutakuja kuendelea inshallah katika darasa ijayo pamoja na Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Allah yahfadhukum.